Tunapozungumzia damu, damu ni silaha, kwa sababu kupitia damu unaweza kumpiga adui. Na sisi kama ni silaha, basi tuna silaha ambalo ni kombora la maangamizi, ambao ni damu ya thamani kuliko damu yote. Kwa sababu tunapozungumzia damu ya Yesu, tunazungumzia damu ambayo ukiipima haukuti mwanadamu yoyote ambaye ameisababisha itokee, bali unamkuta Roho Mtakatifu mwenyewe kwenye ile damu. Washirikina wao wanatumia damu ya kuku, wanaweza kutumia damu yoyote nyingine hata kama ni ya mtu, lakini huyo mtu damu yake haiwezi kuwa pure kama damu ya Yesu. Swali langu ni kwa nini wanakufunga na wao wanatumia damu dhaifu? Jibu ni kwamba kuwa na silaha yenye nguvu na hauna elimu ya namna kuitumia, hiyo silaha unaweza ukapigwa na mtu mwenye silaha dhaifu. Manake kuwa na damu ya Yesu yenye nguvu kuliko damu zote na haujui namna kuitumia damu ya Yesu, unaweza ukapigwa na yule anayetumia damu ya kuku. Hosea 4:6, neno la Bwana linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Manake kwa sababu hauna maarifa ya kutumia silaha yenye nguvu, wanakupigana ingawa wewe una silaha kubwa. Kuna mtu mmoja ananielewa ninachokisema.